Mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria, Renatus James Shingu, ametoa wito kwa vijana wa Kitanzania kuwa wabunifu kutumia kiuchumi maji ya Ziwa Victoria alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo kuhusu mafanikio ya utekelezaji wa miradi inayosimamiwa na bodi hiyo kwa mwaka 2025-26. Ingine ambao tunatengeneza fursa ambao ipo katika bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria ni upande ule ambao tunasema vijana wapewe nafasi hasa wanapokuwa wame graduate, wanasema fresh graduate from school. Kwa hiyo tunawapa vijana nafasi za kujitolea tunaita. Kwa hiyo wanakuwepo pale ofisini, wanapata kuelewa nini tunachokifanya. Tunapozungumza utunzaji wa rasilimali za maji ni nini. Kwa hiyo tunafanya nao kazi kwa maana ya kuwaweka kwenye ukurasa mmoja ili waweze kuelewa na kujifunza, na baadhi yao pia wanatumia taaluma yao kuweza kuitumia wakati tunapokuwa nao kwenye taasisi yetu. Lakini eneo lingine ambalo tunatoa kwa vijana ni eneo ambalo hasa kwenye tunawaambia kwamba maji ni fursa ya kiuchumi, kwamba tunawapa nafasi ya vijana kuweza kufikiria kwamba Ziwa Victoria tunasema ni uchumi. Je, unalibadilishaje maji yawe uchumi? Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya vikao vyetu vya uhamasishaji, tunaeleza umuhimu wa maji kuwa uchumi. Tunawapa mfano mmoja tu. Watu wanatumia maji kutengeneza maji ya kunywa. Wanauza haya maji tunayokunywa haya ya chupa. Hiyo ni fursa ambayo inatokana na uwepo wa maji. Maana usingekuwepo maji watu wasingeweza kutengeneza maji ya chupa. Lakini pia mimi mara nyingi huwa nikukutana huwa naambia, kwa mfano kwetu ukiachia maji ya Ziwa Victoria, tuna maji pia ya chini ya ardhi. Tuna reserve moja nzuri sana ambayo maji yako takriban 700,000 kwa siku ambao tunaweza tukayavuna kwenye hiyo reserve. Tuna reserve ambayo inaitwa Good Well Field. Kwa hiyo kwenye eneo hilo tunayo hayo maji. Ni maji yako safi na yanafaa kwa kunywa, lakini pia yanaweza kufaa kwa shughuli za umwagiliaji. Kwa hiyo tunajaribu sisi tunapokutana na watu wananchi wa Tanzania wenzetu kwamba hizi ni fursa ambazo unaweza kubadilisha maji yakawa fedha, maji yakawa uchumi. Ndio maana tunatoka kule zamani kuchukulia maji ni zawadi ya Mungu. Ni kweli Mungu alitupa maji, tunajua na tunakubali, na maandiko matakatifu yamezungumza kila mahali kuhusiana na maji kuwa gift yetu. Lakini kwa sasa tunahitaji hiyo zawadi kuitumia kutuletea maendeleo ya kiuchumi. Kwa hiyo eneo kama lile ambalo nimetaja hilo la Good Well Field, mtu anaweza wakawepo wawekezaji. Mtu akiwekeza maji, kwa mfano maji ya chupa, lakini pia mtu anaweza akawekeza maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji kutoka kwenye hiyo well field. Iko potential. Kama nilivyosema, maji 700,000 kwa siku sio kidogo. Kwa hiyo unaweza akatumika kwa ajili ya kuzalisha mambo ya kiuchumi. Na akiwepo mwekezaji, maana yake tayari atakuwa ameshafungua fursa za kwa vijana, ambapo inaweza kutengeneza ajira nyingi pale na kuweza kuleta maendeleo kwa nchi. Kwa hiyo hilo pia ni eneo ambalo sisi kama bonde huwa tunaliona kuwa ni fursa. Lakini fursa zingine hizi za kiutalii kama nilivyozungumza hapo mwanzo, bonde la Ziwa Victoria tunazungukwa, kwa mfano sisi tuna mbuga ya wanyama ya taifa ambayo inaitwa Serengeti National Park, lakini pia na hizo ambazo nyingine nilizozitaja. Kwa hiyo zote maeneo haya hapo, of course sisi kama bonde ni sehemu ya kuonyesha kwamba hizo ni fursa ambazo watu wanaweza wakafika na kuweza kitu kikubwa kinachotakiwa sisi vijana tuwe na ubunifu mkubwa, ili tukishakuwa wabunifu tunaweza tukafanya mambo mengi makubwa ambayo yanaweza yakaleta faida kwa taifa letu. Ndugu wanahabari wenzangu, niwashukuru kwa kushiriki katika mkutano wetu wa leo, na ningependa kuona tena katika mkutano mwingine. Basi asanteni sana kwa kushiriki. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa katika ukumbi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo katika mji wa kiserikali wa Mtumba ni mimi Richard Mwaikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.